Hatimaye serikali ya Wadachi yaanguka. Serikali ya Wadachi ambayo wakati huu kutokana na hali ya uchumi lakini pia kutokana na mambo mengi yaliyojili hapo katikati imeangukia puani na viongozi wake kuondoka mamlakani. Kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia Geert Wilders aliangusha serikali ya Uholanzi Jumanne kwa kujiondoa katika muungano ulioyumba katika mzozo unaohusu hali ya uchumi, uhamiaji na hivyo kuzua mzozo wa kisiasa na uwezekano wa kutangazwa kwa uchaguzi mpya. Uondokaji huo ulikuja wiki chache kabla ya mkutano wa kilele wa NATO nchini Uholanzi na kuleta wakati wa kutokuwa na uhakika wa uchumi katika taifa hilo la Umoja wa Ulaya na moja kati ya wauzaji wakubwa wa nje. Baada ya mkutano mkali wa mwisho uliolenga kunusuru muungano wa vyama vinne, Wilders aliibuka na kusema hakuwa na budi ila kuwaondoa mawaziri wake kwenye baraza la mawaziri. Nilijiandikisha kwa serikali zaidi ya hifadhi, si kwa ajili ya kuanguka kwa Uholanzi. Wilders mwenye umri wa miaka 61 ambaye chama chake cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Freedom Party PVV kilishinda uchaguzi mnamo Novemba mwaka 2023. Waziri Mkuu Dick Schoof alielezea uamuzi huo kama usiokuwa lazima na usiowajibika na akasema atatoa kujiuzulu kwa mawaziri wa PVV kwa mfalme Willem Alexander. Hata hivyo, waziri mkuu wa Uholanzi Dick Schoof anaondoka baada ya kukabidhi kujiuzulu kwa mawaziri wa chama cha PVV cha Geert Wilders na kwa mfalme Willem Alexander katika kasri la kifalme Huistenbosch huko The Hague, Uholanzi mnamo Juni 3 mwaka huu. Wilders alikuwa amekubaliana na washirika wa muungano kusukuma kile alichokiita serikali za uhamiaji, lakini tangu wakati huo amesema kasi ya kuanzishwa kwake imekuwa ni ndogo sana. Miezi 18 baada ya ushindi huo wa kushtukiza wa uchaguzi ulileta mshtuko kote Ulaya, kura za maoni zikionyesha kuwa chama chake cha PVV bado ndicho chama chenye nguvu zaidi. Hata hivyo, pengo kwa wapinzani wake wa karibu limepungua, huku chama cha Green Left cha makamu wa rais wa zamani wa tume ya Ulaya Francis Timmermans kikifuatia kwa karibu. Chama cha kiliberali cha VVD chenye nguvu za kitamaduni katika siasa za Uholanzi pia kipo katika kinyang'anyiro karibu na vile viwili vya juu, ikimaanisha kuwa uchaguzi wowote unaweza kupigwa vita kwa karibu. Kiongozi wa VVD Dylan Yesilgov aliyekasirika alielezea hatua ya Wilders kama kutowajibika sana na kuongeza kuwa anahofia ingefungua mlango kwa vyama vya mrengo wa kushoto. Unawezaje kufanya hivi kwa Uholanzi? Aliuliza. Uchaguzi wowote unaweza kufanyika baada ya mapumziko ya kiangazi. Imeelezwa kwamba vyama vingi vya kisiasa katika taifa hilo vitashiriki katika uchaguzi huo. Uchaguzi mpya unawezekana, lakini nchini Uholanzi kuandaa kuchukua karibu miezi mitatu. Uchaguzi wa haraka nchini humo si haraka sana kama katika nchi nyingine, ilielezwa. Hata hivyo, inadaiwa kwamba bado hali ya uchumi haijaimarika katika taifa hilo na ni miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha kujiuzulu kwa viongozi hao na kuanguka kwa serikali. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Hapa tupo kwa ajili ya kukujuza mengi yanayojiri duniani kote, hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.